السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. Watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah katika siku ya leo napenda kutoa somo la tiba. Napenda kutoa somo linalohusu elimu ya tiba. Inshallah masomo haya ya tiba yataanza leo na kuendelea, kwa sababu kuna mambo mengi sana nataka nialete kwenu ili kuwazindua Waislamu pale walipoghafilika. Lakini pia kuna dawa nyingi sana ambazo tunataka nikufundisheni ili mtu aweze kujitibia yeye mwenyewe, kwa sababu katika ulimwengu huu wa Kiislamu kuna watu wengi sana wanaumwa, maradhi yao ni makubwa sana, lakini wamekosa uwezo wa kujitibia. Sasa nimeandaa kipindi hichi maalumu kwa ajili ya kusomeshana tiba, elimu ya tiba ambayo alitufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu wote ambao wanafuatilia katika darasa, wanafuatilia darasa hizi katika YouTube channel yangu, basi wasiache kufuatilia, lakini pia usiache kusubscribe katika YouTube channel hii ili uwe ni mtu wa kwanza kupata kwa kila darasa ambalo nitakayoposti. Kwa hiyo elimu ya tiba leo nitaanza kusomesha rasmi kabisa katika mitandao hii ya kijamii, hasa katika mtandao huu wa YouTube. Kuhakikisha unafuatilia vipindi hivi mwanzo mwisho, una like, lakini pia share video hizi kwa wengine, kwa sababu unaweza ukapata kitu na ukamsaidia mwingine na utakuwa umetoa sadaka. Sadaka sio lazima kutoa pesa. Mtume anasema katika hadithi, watabassamuka inda waji akhika sadaka. Hata ukismile, ukitabasam mbele ya uso wa ndugu yako umetoa sadaka. Kwa sadaka ni kitu chochote kile ambacho ni cha khairi. Kwa na mimi nakupeni sadaka hii na kusomesheni elimu ya tiba katika YouTube channel yangu hii, basi hakikisha unafuatilia vipindi hivi mwanzo mwisho, kwa sababu kuna elimu kubwa sana ambayo nataka nitoe. Leo nimekuandalia somo zuri sana, somo la elimu ya tiba ambalo linamhusu mtu ambaye anatembelewa na vitu katika mwili. Inawezekana wewe dada yangu au kaka yangu au mjomba wangu au mtu yote rafiki yangu, inawezekana tatizo hili la kutembelewa na vitu katika mwili limekukuta unalo. Ima limekuanza muda mrefu, au limekuanza hivi juzi, au limekuanza leo. Au pengine una ndugu yako ana tatizo la kutembelewa na vitu katika mwili. Ndani kwa ndani katika mwili anatembelewa na vitu. Mara nyingi hii inawezekana ikawa ni vitu viwili. Ukimwona mtu ana tatizo la kutembelewa na vitu ndani ya mwili wake, basi tambua kwamba ima inakuwa ni gesi au inakuwa ni sihiri. Kwa gesi inawezekana mtu ikamtembea ndani ya mwili akawa anapata maumivu makali ya viungo. Lakini pia sihiri nao pia inawezekana sana ikawa inamtembea mwanadamu katika mwili ikamsababisha apate maumivu makali ya viungo. Kwa vitu viwili hivi vinawezekana, ima iwe ni gesi au iwe ni sihiri. Lakini kwa ulimwengu wa kileo, mara nyingi sana watu ambao wamefanywa sihiri, watu ambao wamerogwa mpaka wakawa wanatembelewa na vitu katika mwili, basi mara nyingi inakuwa ni sihiri. Sasa ukimwona mtu ambaye ana tatizo la kutembelewa na vitu katika mwili wake, au wewe mwenyewe ukiwa na tatizo kama katika mwili wako kuna vitu vinatembea ndani kwa ndani na wewe mwenyewe unapata maumivu makali sana, basi tambua kama hiyo ni sihiri. Kwa hiyo nitakupa tiba hii, nenda kaifanyie kazi inshallah. Mtu yoyote mwenye tatizo hilo, Mwenyezi Mungu akimjalia kupata clip hii, basi aende akaifanyie kazi. Tiba ya mtu ambaye anatembelewa na vitu katika mwili wake. Ukijijua una tatizo hili, basi chukua dawa za aina mbili. Kwanza, chukua mizizi ya mkomamanga. Mkomamanga ule, nenda katika mkomamanga, kisha chimba ile mizizi yake chini, kisha ile mizizi yake isafishe vizuri kwa maji, kisha tia kwenye sufuria. Ukishachukua mizizi ya mkomamanga, chukua na ubani mweupe. Nenda katika maduka ya dawa kisunna, mwambie muuza duka akupe ubani mweupe. Kwa utachukua mizizi ya mkomamanga, kisha utachukua ubani mweupe, utachanganya pamoja kwenye sufuria na maji, kisha utachemsha.
Narudia tena, mtu mwenye tatizo la kusumbuliwa, kwa mtu mwenye tatizo la kuwa anatembelewa na vitu katika mwili, iwe ni sihri au kitu chochote katika mwili, basi chukua mizizi ya mkomamanga, nenda katika maduka ya dawa kisunna, mwambie akupe ubani mweupe. Ubani mweupe ule, kifuko kimoja kile kinazo 500 kile, utakitia chote katika sufuria ya maji, na mizizi ya mkomamanga utatia katika sufuria ya maji, kisha utachemsha dawa yako. Vikichemka vile vitu huvichuji. Vile vile ikishachemka tu ile dawa yako, basi utakuwa unakogea. Ima unaweza ukachanganya katika maji yako kogea, ukaogea mwanzo mwisho, au unaweza ile dawa tupu, maji kama maji yale, ukawa unaogea. Kwa uwezo wa Allah, ndani ya siku 3 tatizo lako la kutembelewa na vitu katika mwili litaondoka. Kwa chukua vitu vile, chukua mizizi ya mkomamanga, lakini pia chukua ubani mweupe. Ukishachukua mizizi ya mkomamanga, ukishachukua ubani mweupe, chemsha katika maji. Kisha maji yale kogea. Ima maria ile dawa uliyochemsha changanya na maji yako kogea, au unaweza kuogea dawa tupu ile pale ndani ya siku 3 kwa uwezo wa Allah. Ukifanya hivyo, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi, matatizo yako yote ya kutembelewa na vitu katika mwili yataondoka. Kwa inshallah, ikiwa ndugu yako, ikiwa jamaa yako, ikiwa wewe mwenyewe unasumbuliwa na tatizo la kutembelewa na vitu katika mwili, fanya hivyo inshallah, Mwenyezi Mungu atakusaidia. Na jingine kabisa, mtu kama huyo akihitaji visomo anaweza akafanywa visomo, lakini hiyo ndio tiba ya mtu ambaye anatembelewa na vitu katika mwili wake. Tumombe Allah tufanye pesi, na usisahau kusubscribe katika channel yetu, lakini pia usisahau kulike pamoja na kushare video hii, lakini pia